Sasa nikwambie kitu kimoja. Jana nilipita sehemu nikakutana na mabinti wamevaa nusu uchi. Alafu nikawafuatilia mabinti ni watoto wa Kiislamu. Mshanipata Ni mabinti watoto wa Kiislamu wanasoma chuo kikuu cha Ardhi. Ni mabinti. Moja kati ya kitu kilichoniuma roho ni mabinti ambao ni Waislamu. Na majina wamebeba majina mazito. Mmoja anaitwa Hadija ambaye tunajua alikuwa mke, jina la alikuwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine anaitwa Rahma. Unaangalia majina waliyobeba ni mazito. Nikajiuliza wanavaaje nguo hizi za maumbile yao yako wazi? Moyo kaniuma. Nikawaza siku ya mwisho, nikawaza maneno, aya zinazokemea watu wanaotembea nusu uchi. Moyo wangu ukajaa na maumivu makubwa sana. Ndio maana nikasema Mungu atatuvusha kwenye hili. Nikaomba dua ya Rabbil Alamin. Ndio maana kama katika dua yangu nilikuwa nimeomba, ukisikia sehemu nasema Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mungu aniboreshe maneno nitakayoenda kuambia mabinti wayaelewe. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hili ninaloenda kuambia wa mabinti Mungu awekewe pesi, waweze kuyapokea, wasihisi kama vile na wasengenya. Ndio maana ile dua ni maneno ninayoenda kusema, Mungu aweke pesi aingie kwenye moyo wao. Nikawasimamisha nikaambia you are so beautiful. Lakini kwa nini nikaumia zaidi? Wale mabinti wakasema tunashukuru kwa ukumbusho unaofaa kwa mtu ambaye ameupokea. Kaka yetu Mwijaku tunapenda, lakini maisha yanatupelekea hivi. Kwa nikajua ni njaa za maisha. Ndio moyo ukauma, ukabubujika na machozi mazito. Niliumia, nikasema ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu tunusuru na maisha magumu, tupe ahueni ya maisha, tupe riziki halali. Mabinti wasingotembea hivi. Maana wanakuambia kaka, riziki hatujui tutakula nini, tuko chuoni, bomu limechelewa, hatujui tutakula nini, hatujui kesho yetu itakuwaje. Moyo kauma. Atakuwa huna ucha Mungu wa mtu upo huku ndani ya nafsi yangu. Alafu mimi nikuambie Roja, hakuna kosa nilolifanya Makkatul Mukarrama. Kwa taarifa yako naikwambia, mimi sio mtu kukurupuka. Mimi nimesoma elimu ya dini. Hiyo napenda nikuambie, elimu ya dini nimesoma. Nimekaa darasani, mimi sijasomea dini ukubwani. Kama jamii inaharibika kupitia mitandao ya kijamii, kila siku viongozi, Mama Gwajima anapiga kile kuhusu mitandao ya kijamii kuwa watoto wetu wanapotea kupitia mitandao ya kijamii. Kwa nini jambo jema nisilipeke kwenye mitandao ya kijamii? Wewe ukisema show off sawa, wale wanaoposti matiti hivi kwenye mitandao ya kijamii, afu leo Marichua na scroll anaona matiti, lakini Marichua kiscroll akiona anaona Al-Kaaba, baba yake nimeshika na lia pale nazungumza mambo mazuri, atafuata kipi? Lazima ajue kumbe baba ukienda Maka ukisema lolote linawezekana. Kwa niache kule kwenye mtandao anaona matiti, niache kwenye mtandao anaona vimini, alafu kwenye mtandao nisipeleke kitu kizima. Ukiona mtu anayepinga hicho kitu mnachokifanya, naweza nikasema mwenye udhaifu wa imani, akili yake haiko sawa. Kama jamii inaharibika mtandaoni, lazima niifuate mtandaoni. Wewe unasema nafanya shofu, wacha nikafanye shofu mtandaoni. Wakati mabinti wanatembea uchi, wanaonyesha miili yao kwenye mtandao, huwezi kukaa kukemea kusema wanafanya chef. Najiuliza mashehe walikuwa wapi wakati mabinti wanakaa wanaonyesha maziwa yao kwenye mitandao ya kijamii? Watoto wa Kiislamu wanatembea uchi, mabinti mashehe wako wapi? Kwa nini wasiseme wewe fulani unavaaje hivi kwenye mtandao wa kijamii? Leo unanyosha mkono Mwijaku kenda Kaaba kushika kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan, eti unafanya show off. Ni kweli tupo kwa sababu ya Uislamu au kwa sababu ya kutafuta attention? Ukitambana upepo wa Mwijaku unaenda mjini zaidi. Huoni kama watu wanataka kutambana upepo? Wangapi wanatumia mtandao wa kijamii wanafanya vitu hivyo? Mpaka serikali inaingilia kati, inasema fulani njoo. Fulani Masharafu aliitwa mara ngapi? Njoo. Gwajima amemuita. Maustazi mko wapi msimseme? Leo Mwijaku kwenda kwenye Kaaba anaishika, anamwombea dua Rais Samia Suluhu Hassan na watu wake wa karibu wa Ahlul Baiti. Leo unasema Mwijaku anafanya show off. Una akili wewe? Muulize maswali mawili. Naanza swali la mke wangu. Yaani Maka ni wito. Kwa sisi Waislamu, usifikiri kila mtu anaitwa pale. Pale lazima upate wito kutoka kwa Mungu, na ule wito utakaopata uitwe na wewe uitike. Yaani Maka huwezi kusema mimi nina hela zangu naamka asubuhi na kwenda Maka. No. Kuna watu wanaforce wanakwenda Maka lakini hawawezi kufanya ile ibada waifanyi. Anafika pale anaumwa mwanzo mwisho. Anaumwa mwanzo mwisho. Kila akifika sehemu ya kutia nia, mtu unamchukua mnampeleka mikati, tia nia, hawezi kutia nia, kauli haifunguki. Mungu hajakuita.
Lazima Mungu akuite kisha uitike. Ndio maana tunasema rabbeka Allahumma rabbeka la sharika laka rabbeka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Kwa nini tunasema maneno? Umeitika rabbeka Allahumma rabbeka la sharika laka rabbeka. Huna mshirika, wewe umeniita. Mungu amekuita, umeitika. Kwa hiyo sio kila mtu ataenda pale. Kama hujaitwa na Mungu huwezi kwenda. Matajiri wangapi wanashindwa kwenda umra, kwenda Maka kuhiji? Kwa sababu Mungu hajawaita. Maka lazima uitwe, na ukiitwa ukiitika ndio utaenda. Mimi naweza nikakubeba wewe Roja ukafika kule na kupeleka mikati, tia nia, uwezi. Fanya tawafu, hufanyi. Nakupeni siri moja, kuna binti mmoja amejichanga na zaka, ameenda kule, kufika kule siku zote ana bleed. Siku zote ameingia mwezini. Na unajua sheria ya Uislamu ukiingia mwezini utaki kufanya ibada. Kafika kule hawezi. Hadi tarehe yake ya kuondoka inafika kama bomba hivi. Watu wakaambia Mungu hajakuita. Umefosi. Rudi, fanya, mrejee Mungu, Mungu akuita utaitika. Karudi, analia binti. Kanywa vidonge vya kuzuia mwezini stop. Wapi? Mashekhe wanamuita. Ibn Batuta kamuita, kaambia tusilazimishe. Kiongozi wa Ibn Batuta kamchukua, kampa dawa za kuzuia, za kukata hedhi zao zikate. Amempa dawa, haijakata, kama bomba hivi. Analia binti, yuko Maka, mji mtakatifu, anashindwa kufanya ibada yoyote. Baadaye tukamwambia wewe hujaitwa na Mungu. Rudi, mrejee Mungu, ukiitwa utakuja. Kwa hiyo kuhusu mke wangu, Mungu akimuita ataenda. Mke wangu mimi ni Muislamu, ameslim. Siwezi kuongea uongo mbele ya kamera, ni Muislamu na anajua hukumu za Uislamu. Mungu akimuita ataenda. Mume wake riziki ametupa, Mungu amenipa riziki, kwa Mungu akimuita ataenda. Inshallah biidhnillah, Mungu amuite.